Wapenzi watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Nimetumiwa taarifa za kushtua sana na kaka mmoja kutoka Tanzania ambaye ananiambia kwamba ameshuhudia tukio la kuhuzunisha. Kama njia moja ya kuficha ushahidi, Dikteta Samia Suluhu, Rais wa Tanzania, ameagiza kwamba wale wote ambao waliweza kuuawa kwenye maandamano Tanzania kupinga uchaguzi wake kama rais, kupinga uchaguzi bila reformu, kutaka uchaguzi wa haki na huru, ameamuru kwamba wazikwe kwenye kaburi la pamoja ili kufunga na kufuta ushahidi tosha. Cha kushangaza ni kwamba hata sio kaburi, ni mtaro ambao umeweza kuchimbwa na trakta, kisha ndugu zetu wakafunikwa kwa karatasi, wakarushwa kwa mtaro, alafu wafukiwe kwa mchanga. Jinsi ambavyo unaona hapo, hiyo ndio hali halisi ya picha ambayo huyu mkaka ameweza kunitumia kutoka Tanzania. Kiniambia, Ezra, hiyo ndio hali halisi ambayo nimeweza kushuhudia. Usichangae mbona nimeweza kubadilisha kala ya hiyo picha, ni kwa sababu unajua YouTube wewe inakataa vitu kama hizi, na ndio maana nimeamua kuibadilisha kala. Lakini wapenzi watazamaji, huu ni unyama. Kaka huyu alikuwa na ujumbe kama huu wa kusema. Hiyo ni namna ambayo watu wanawafukia kwenye mahandaki yao. Mamilioni ya watu wamekufa wanafukiwa kwenye mahandaki yao. Wapenzi watazamaji popote mlipo, imagine hawa ni mashujaa wa taifa la Tanzania ambao walijitokeza kupigania uchaguzi wa haki na huru katika taifa la Tanzania. Ni jambo la kuhuzunisha sana. Hawa ni ndugu zetu Tanzania ambao waliweza kujitokeza wakisema kwamba wanahitaji reformu ziweze kufanyika kabla ya uchaguzi, wakisema kwamba katiba iweze kuletwa, wabadilishe vipengele katika katiba ya sasa kabla ya kuandaa uchaguzi. Hawa ni makaka zetu Tanzania ambao walijitokeza kusema kwamba hakuna uchaguzi wa mgombea mmoja. Hakuna haja ya kuweza kuwatenga viongozi wengine kutoka upinzani wasije wakagombea kiti cha urais. Lakini majibu ambayo waliweza kupata kutoka kwa maafisa wa polisi ni risasi ambayo iliweza kuwakausha, ambayo iliweza kuwaua. Walifariki wakiwa wameinua bendera ya Tanzania kwa kutaka demokrasia, kwa kutaka udikteta wa Samia Suluhu uweze kuisha, kwa kutaka Tanzania ambayo haina uongozi mbaya. Lakini wamefariki wakiwa wanatetea taifa la Tanzania. Na baya zaidi wapenzi watazamaji ni kwamba
familia zao hazipewi muda wa kuomboleza wapendwa wao. Baya zaidi ni kwamba hawa ambao waliweza kufariki kishujaa hawapelekwi mochari waweze kuhifadhiwa kiheshima, alafu mazishi yaweze kuandaliwa kiheshima. Lakini majibu kutoka kwa dikteta Samia Suluhu ni kuweza kuwazika bila heshima yoyote, eti kwa sababu anatafuta kitu ambacho kinaitwa kuficha ushahidi. Huyu mama ni mnyama kivipi? Huyu mama ni mnyama kivipi? Uongozi ambao anawaua Watanzania zaidi ya 2000 ili kuingia mamlakani, anafikiri kwamba uongozi huo atakuwa na amani? Anafikiri kwamba ataongoza taifa la Tanzania akiwa na amani? Machozi ambayo yameweza kuwatiririka akina mama, akina baba wa Tanzania, ndugu na madada ambao wameweza kupoteza wapendwa wao, anafikiri kwamba atakuwa na amani? Kwa mara ya pili, wacha niweze kuuliza hivi. Huyu mama ambaye anaitwa Samia Suluhu, kwa bahati mzuri yeye ni mama. Wanasema kwamba ajuaye uzuri wa mwana ni mama mzazi. Aliweza kuchukua wakati akaingia kwenye leba akajifungua mtoto wake au watoto wake. Samia alichukua wakati akajifungua watoto ambao ako nao. Alijua, alihisi uchungu kipindi ambapo alikuwa anajifungua watoto. Je, anaujua uchungu ambao uliopo kipindi ama mtu anampoteza mtoto ambaye aliweza kumpata kwa machungu? Akina mama wengine waliweza kufanyiwa operesheni ndiposa wakaweza kujifungua, alafu watoto wao wameuawa. Na hata kipindi ambapo wameuawa hawazikwi kiheshima, wanarundikishwa kwa shimo na kisha kufunikiwa mchanga, kwa sababu walikuwa wanakataa utawala wa kiudikteta, kwa sababu walikuwa wanakataa uchaguzi bila reformu, kwa sababu walikuwa wanakataa katakata ushindi ambao ni wa kujipikia. Anaamua kuwanyonga watoto wa watu, anaamua kuwazika kwa kaburi la pamoja eti kwamba anafunika ushahidi. Samia Suluhu, unaweza ukafurahia kwamba umekalia kiti, ndio. Unaweza ukafurahia kwamba umekalia kiti. Lakini Samia, wacha nikwambie hivi. Nilikuona ukiingia kwa afisi, umesindikizwa na magari si haba, mapikipiki hapa na pale baada ya kuweza kulishwa kiapo. Lakini Samia, wacha nikwambie hivi. Hii damu ya Watanzania ambayo imeweza kumwagika haitaenda mbali. Itakufuata. Itakuandama. Itaweza kukufanya hata wazimu wewe mama. Hauwezi ukapata amani mahala popote ulipo Tanzania, wewe mama Samia. Hauwezi ukawaua wananchi wa Tanzania eti kwa sababu unatafuta madaraka. Alafu hata hautoi hata dakika moja kuwaomboleza hawa ambao waliweza kufariki. Unawaita majambazi. Unawaita Wakenya. Kama basi walikuwa ni Wakenya ambao walienda kuandamana Tanzania, surejeshe miili yao Kenya waende kuzikwa. Mbona uwazike katika ardhi ya Tanzania? Samia,
Ninajua vibaraka vyako vinaniangalia. Hautaenda mbali. Hii damu itakufuata.